tunaelekea katika tukio maalum mwishoni mwa wiki. Kama ambavyo mnafahamu, ligi kuu ya NBC inaendelea na wikendi hii tutakuwa tuna mchezo dhidi ya Azam FC, timu ambayo huwa inajinasibu kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania Bara. Kwa huwa mara nyingi inaweza ikashika nafasi ya 3, ya 4, ya ngapi, lakini wapo katika mbio hizo kila ligi inapoanza. Kwa hiyo tunakwenda kukutana nao sisi katika msimu huu ambao dhamira yetu kubwa ni kurejesha hadhi ya mataji katika nyumba ya mataji pale Jangwani. Kwa hiyo tunakwenda kukutana nao tarehe 30 siku ya Jumamosi. Kuna mengi tumewaandalia kuelekea kwenye mchezo huo. Niko na Haji Sande Manara ambaye atatupitisha katika programu nzima ya nini kinakwenda kutokea, na yeye ana mengine mengi ya kuzungumza na wanayanga, lakini pia wapenzi wa mpira ambao watakuja uwanjani, tunaamini kwa wingi kuja kuisapoti timu yao, lakini mamilioni kwa mamilioni ambao wako nje ya jiji la Dar es Salaam na mbali zaidi duniani huko watafuatilia mchezo huo moja kwa moja kupitia Azam TV ama kupitia Azam Max au kupitia televisheni zao watakapokuwa wamekaa. Kwa hiyo kuna mengi tumewaandalia. Bwana Haji, karibu wapitishe watu waweze kuelewa na namna tulivyojipanga. Unajua wenzetu kuna changamoto, sasa sisi tunapeleka maji kwa wapoze ili sio wanatulaumu sisi wakapita wasema. Imani, habari za mchana, rafiki zangu, ndugu zangu, wanahabari wenzangu. Tupo hapa kama alivyosema Hassan kwa ajili ya jambo moja tu kubwa la kuelekea mechi yetu ya tarehe 30 Oktoba, Jumamosi hii ya 2021 pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya Azam FC, mechi itakayoanza saa 1 kamili usiku. Hii ni mechi yetu ya 4 kwenye msimu huu wa ligi kuu ya NBC. Tukiwa tumetoka kucheza mechi 3 za ligi ambazo ni asilimia 10 tu ya michezo yote ambayo tunatarajia kucheza kwenye msimu huu. Mechi ziko 30, kwa hiyo tumecheza mechi 3 ambazo ni asilimia 10. Tunashukuru tuna clean sheet safi kabisa na tuna points 9 safi kabisa. Lakini tunakwenda kukutana na wanaume wenzetu. Azam FC ni timu imara, ni timu nzuri, ubora wao huwezi kuuhoji. Hii ni mechi ya kiume hasa. Always in Africans na Azam wakikutana na kuwa mechi ya kiume kwelikweli. Bila shaka yote tunakwenda kucheza nao na heshima kubwa tukiwapa kama wapinzani wetu wazuri kwa miaka mingi mfululizo. Ni washindani kwelikweli kwenye ligi kuu na wamesajili wachezaji hasa. Ukiangalia aina wachezaji wao, juzi nilikuwa naangalia wanacheza na Al Masry kule, wameimarika. Ingawa wamepoteza ule mchezo, lakini wameimarika. Unaona the way wanapocheza, aina wachezaji walionao, investment walioifanya. Kwa tuende kucheza mechi ya kitoto, tunakwenda kucheza mechi na wanaume wenzetu, lakini sisi tunayo dhamira yetu msimu huu ya kushinda taji la ubingwa wa ligi kuu. Tunataka kushinda ubingwa wetu
tunataka kuchukua taji la 28, na ili ushinde ubingwa lazima ushinde mechi ngumu kama tunakwenda kucheza Jumamosi. Benchi la ufundi na wachezaji wetu wanalijua hilo. Ukitaka kushinda kombe hiki lazima upate upinzani na ushindane na ushinde kwenye mechi ngumu kama tunakwenda kucheza Jumamosi jioni pale. Kwa dhamira yetu ya msimu huu, tunaamini pamoja na ubora wa kikosi cha Azam ambao nimeusema hapa na ambao hatuna shaka nao, tunaamini mchezo huu utakuwa upande wetu, na kwa kuwa sisi ni wenyeji na kwa ubora wa kikosi chetu, insha Allah tutapata points 3 kwa mipango, maandalizi na kwa haja ya Mwenyezi Mungu mwenyewe vile atakavyopanga. Mpira hauwezi kwenda uwanjani ukiwa unasema mimi na kwenda kushinda mechi ya 100%. Anayesema hivyo ni mtu ambaye hajui chochote kwenye mpira, yaani ni mbumbumbu wa football. Tunajua tuna kikosi kizuri kweli, ukiangalia mchezaji mmoja mmoja sisi tumekamilika hasa, lakini bado hakuna garantia kwamba lazima upate points 3. Mpira huo haupo. Tunayo dhamira ya kushinda, tumejipanga, na mchezaji wetu uzuri wake Mungu amejalia majeruhi yalebaki ni mmoja so far, Ambundo. Mustafa kisharejea, Mapinduzi Balama kisharejea, wameungana, kikosi chote kipo hapa, na tumetoka kucheza mechi ya mwisho Songea pale, naendelea kucheza mechi mazoezi kule kambini Avi. Lazima upate mechi fitness. Wakati mwingine kujipa hii muda, unasema unatoka kucheza mechi, ukae muda mrefu, unapoteza focus, unakosa mechi fitness, unakuja unachukua 2, 3, 4, 5 kwa humo. Basi sisi tumejipanga na tunaamini kama nilivyosema, points 3 insha Allah zitakwenda Jangwani. Hii mechi ni mechi maalum, na ndio maana tumeita hapa leo. Tunao mpango, nadhani nilisema kwenye kabla, nadhani wakati press gani pale Kaunda, kwamba mechi za Yanga ziwe ni mtoko, iwe outing. Yaani mtu akenda uwanjani kwenye mechi ya Africans anakwenda outing, kama vile mnavyokwenda kwa bichi kula miogo, au mnavyokwenda Elements kucheza disco, au mnapokwenda Tonga Pipeta au sijui wapi kucheza. Basi ni mtoko kamili, ni outing. Kwa tunao mpango, na tunaanza na mechi na Azam, zile mechi ambazo sisi ni wenyeji. Tutaweka pale burudani za aina tofauti tofauti nyingi, zikiwemo mziki wetu ambao sasa hivi uko juu wa Bongo Flava. Kesho na kesho kutwa tutakuwa tuna updates wasanii ambao watatumbuiza. Ni kama vile unavyoona siku wiki ya Mwananchi. Yaani mechi, unajua mpirani kule wenzetu Europe au nchi zilizoendelea haishii kwenye mpira tu dakika 90. Kunakuwa na entertainments nyingi zinazokufanya mtu uone raha kwenda uwanjani. Hivi ndivyo Yanga ambavyo nataka kutambulisha mambo yake msimu huu. Huwezi kwenda uwanjani pale watu wamenuna, wanasubiri dakika 90, na bahati mbaya mshanuna, mnaingia mnapigwa 3 labda, mfano unaumia zaidi. Lakini angalau kwa burudani basi utaumia hili, lakini hili litakufariji. Ndivyo wenzetu wanavyofanya, na sisi tutaanza Jumamosi, na kama nakwambia tuta updates wasanii ambao watatupa burudani. Viingilio vya mechi hiyo 5000 mzunguko,
VIP B 10,000, 15,000 VIP A. Na tiketi zitaanza kuuzwa mapema. Safari hii tutaweka road show, tutakwenda kufanya promotion kwenye ni mechi kubwa hii. Hii ndio dabi ya Dar es Salaam. Hii ndiyo dabi rasmi ya Dar es Salaam. Sio mechi ya mchezo. Na ukinambia mimi mshindani mkuu wa Yanga kwenye ligi kuu ya safari ni Azam FC, kwa ubora wa kikosi chao na naangalia, sio kocha kina mpira najua nimefanya kazi miaka mingi. Baya na zuri naliona, ile pale zuri, ile pale baya najua, nimeuishi mpira. Kwa mimi ukinambia competent halisi wa Dar es Salaam Africans kwenye ligi ya safari ni Azam. Kwa hiyo ni mechi ya kiume hasa. Tusichukulie poa Azam, lakini na wao wasituchukulie poa. Heshima tunawapa sio ya kuigiza, lakini tunamaanisha tunawaheshimu kama club nzuri ilo invest. Lakini Yanga usichukulie poa. Yanga safari ni kitu kingine. Una Bangala Sheikh Yannick, guys, una Alhaji Mwamba pale Khalid. Unahitaji nini? Unapata wapi combination ya mido kama hizi? Hapo sijamzungumzia. Si mnamjua? Ndugu zangu, mnamjua? Kwa tuko serious na ubingwa, na ile returns of the champions ndio slogan kuu kwenye ligi ya safari hii. Tunaendelea nayo. Kokote pale unapozungumzia Yanga kwenye msimu huu, tunataka kikombe chetu. Sisi ni mabingwa wa kihistoria wa taifa hili. Mara 27. Mara 27 guys. Zungumze vitu tu kama umeelewa. Mtu asemi mkubwa, timu yangu kubwa wapi? Ukubwa unapimwa kwa nini? Ukubwa unapimwa kwa nini? Ukubwa wa club unapimwa kwa mataji kwanza. Tunaposema Real Madrid ndio club kubwa duniani kupita klabu yoyote, ndio club kubwa kwa sababu wanaangalia trophies walizokuwa nazo. Nadil Ahli wanaposema ndio club kubwa Afrika kupita klabu yote, wanaangalia kabatini brother. Hawaangalii porojo za kusema tu mimi mkubwa wakati mataji una viduchu. Ahli, Nadil Ahli wanaitwa wale. Yanga ina mataji ya ligi kuu 27. Sijazungumzia yale ya Tanzania nzima yale yalikuwa ni ligi ya muungano. Sijazungumzia na mataji mengine, yani jumla mataji yote ya Yanga yanafika 200 hivi. Hii tena nazungumzia baada ya uhuru. Huko wakati wanacheza kina mzee Kondo Kikwata nyuma huko kina Captain Malik huko, tulikuwa na mataji mengine ya hatari mengi mno. Yanga ni mtu anakana zungumza kuna klabu kubwa nchi kama Yanga. Juzi tumeenda Songea, nchi ile mji umesimama. Mji mzima pale. Nimesafiri kwenda Songea na klabu nyingine, nimeona, nimesafiri, nimekwenda Bukoba na klabu nyingine. Nakwambieni through my experience, Yanga ni kitu kingine ndugu zangu. Muisikie hivyo hivyo. Mimi nilikuwa maarufu, lakini maarufu wangu umeongezeka mara milioni toka nimeingia Yanga. Juzi nimeona trafiki mmoja maskini ya Mungu, mahaba yake kwa Afrika kapiga sote. Usimtete mahaba. Yanga sio kitu cha mchezo jamani. Tunaimba tu, Yanga tunaichukulia poa. Inatokea kuna wakati inatokea kama vile ulivyoona Ahli wana mataji nadhani 9 kama sikosei ya Afrika peke yake. Lakini walikaa miaka fulani hawakushinda hicho kikombe. Even Real Madrid wana mataji mangapi ya ubingwa wa Ulaya? Lakini hata sasa sio wao bingwa mtetezi. Na kuna miaka hajashinda ubingwa.
Inatokea, ndio mpira ulivyo. Liverpool walikaa miaka zaidi ya 20 na 30, si kama 20 na ngapi? Mara ya mwisho ilichukua 1990. 1990 hapo watu wengi mjaje duniani. Wakaja wakashinda na wamerudisha hadhi yao. Juzi sinaona mtu kama Kamsa. Hapo wenzetu kwa unafungwa 5 wala hamna kusalitiana. Yule mnamaliza mechi. Wa hadha assalamu alaikum, kila mtu asema bana tumefungwa. Ni mpira huu. Unajua pole niwaambie kitu. Na hii hata tena hii nasema na wanayanga wenzangu. Pamoja na ubora tunaotamba nao wa kikosi chetu, lazima kuna siku tutafungwa. Purely that's the football. Hata uwe vipi. Yaani sisi hapa tunabangala, sisi tuna mamitu, wote wale. Lakini ipo siku aidha kwa ubora wa wapinzani wetu siku hiyo au kwa sababu nyingine yoyote ile, wachezaji wetu waliamka vizuri, mechi imekataa, mmeenda kucheza kwenye uwanja au plani ya mwalimu haikuwa, inafungwa. Huo ndo mpira. Na tuanze kujiandaa. Yaani ukiwa mwana Yanga halisi na unashabikia mpira, unashabikia klabu hii, lazima ujue kuna siku timu yako itapoteza. Tusiwe kama wenzetu ambao wakifungwa tu wamesalitiana. Hakuna mpira wa hivyo. Haupo mpira wa hivyo. Hiyo ndio azimu. Unakuwa kiongozi wa mpira au mshabiki wa mpira, yani unapata wapi legitimacy ya kuongea mambo kama vile timu yako wewe ni bora kuliko wale the Giants of Brazil 1970, Pele, Dani Jazinho, Carlos Alberto Pereira. Wewe unafikia wale na walifungwa. Wewe unafikia the dream team kama Barcelona ya 1992, Risto Stoichkov, George Hagi, Romario de Souza, wote wale left footer. Bakero, Pep Guardiola, wamefungwa. Wewe timu yako ina nani wewe? Ni watu vipi nyinyi mnazungumza maneno ya hayawani? Sisi tunapata uongozi, tunapewa dhamana ya kuongoza mpira, ya kuongoza clubs hizi kubwa, halafu tunaaminishana kwamba timu zetu zistahili kufungwa. Wana Yanga chonde akili hiyo ndio hii. Hiyo ni akili ya kimatope. Nasema hata tumlete Messi acheze kule mbele na kina Mayele, nyuma yao au mbele yao Ronaldo, ipo siku pale tutafungwa. That's the football. Hii lazima tuanze kujijenga kisaikolojia hii. Yaani iwepo. Hakuna timu itakufungwa, lakini ndio mpira. Ndio mpira. Mwaka 1999 mimi nafanya marejeo makubwa ya kimpira. Manchester United ilishinda makombe 3. Ngumu sana kwa Uingereza kutokea. Walishinda FA, wakashinda wakachukua ndani kwa Barclays Premier League kama sikusei, wakashinda na Champions League. Hey. Oh, subhanallah. Wakaingia ngao jamii. Kilichowakuta kwenye zile Super Cup ngao jamii wakaenda ilikuwa balaa tu. Ligi iliyofuata pachuru. Mungu nisaidie. Young Africans hii Yanga. Hakuna mimi katika kukua kwangu. Achana hizo walizocheza wazee wangu ambazo hizo sikuziona. Mimi katika kizazi kukua kwangu niliwahi kuiona Yanga bora sana 1983. Nilikuwa mdogo kwenda pale Taifa. Pale katikati alikuwa anacheza Athman Juma Chama na Isia Kasa. Chuku. Double center. Huku Yusuf Ismail Bana, huku Ahmed Amasha. Goalkeeper Miskini. Midfield Charles Boniface Mkwasa na Juma General Nkambi. Omari Hussein anaanza na Hussenidi. Pale anacheza Bedi Msiba na Juma Makumbi Juma. Utoki. Simba hiyo alitoka zake Brazili kwenda kujiandaa kucheza na Yanga, kaja pale kwa Mkapa kwa tuone Taifa kama alichofanya juzi, ndio ilitokea hivyo. Hizo Yanga ile ilikuwa toki mtu. Mechi ya mwisho tumechukua ubingwa wa Muungano, tumefunga Small Simba goli 4-1. Mkwasa mwaka ule ndio alikuwa mchezaji bora wa msimu. Mechi ile alifunga hat-trick 4-1. Hat-trick master kafunga.
Charles Boniface Mkwasa pale, tukaingia na ubora wa kikosi ule ule, wakaongezeka tu wachezaji wachache. Kwenye Central hatukufanya vizuri, kwenye ligi ya klabu bingwa Afrika tukatolewa, ligi na ubora ule ule, Mkwasa yule yule, Makumbi Juma yule yule, Amasha yule yule, tulionyeshwa mpaka na CDA ndio kwanza alikuwa mpanda ligi kuu. That's the football. Unaamini wewe huna Messi, huna Ronaldo, timu yako usifungwe kwa nini? Una nani? Nani? Ndaba. Tuwe serious. Tunapeleka, unajua mimi naogopa kizazi hiki kitaaminishwa ujinga hiki. Chao watoto wanaokuwa wataamini kumbe ukiwa timu fulani, ukiwa Yanga utakiwa ufungwe. Hapana. Mimi kusema kweli naheshimu sana kitu kimoja nilichokipata kutoka kwa Yanga. Washabiki wa Yanga hawajioni miungu watu. Sio washabiki. Washabiki hata wa Simba hawana shida au Azam au Coast. Yaani viongozi nazungumzia. Sorry. Hawajioni miungu watu. Wanakubali nadhari za kimpira. Wanazikubali. Yaani huku nimejifunza kitu kipya kwamba huku mpira unazungumzwa tu kwamba tutafungwa, tunaweza tukashinda. Hakuna huku nadhari za kusalitiana. Wao ukiona kila timu inapofungwa wamesalitiana, kuna kitu wanakificha nyuma hapa sasa. Yashinda sisi tumefungwa hapa. Finali FA. Mimi sio kuna usaliti. Hebu pateni picha na kuambeni swali moja tu. Nendeni mkajiulize. Kuna mchezaji wetu alipewa red card. Si mnamjua? Ile mechi ya finali FA. Hamjui? Mgogo, si ndio? Rafu ile katika hali ya kawaida ingetokea angefanya mchezaji wa upande wa pili kwa mchezaji wetu kwa staili ile ya rafu. Wallahi yule mchezaji angetolewa kafara mchana. Angetolewa kafara, angeonekana kasaliti. Yanga ni msimu Mgogo kalaumiwa. Watu wamerudi wametaka wametufunga basi tueni. Wamekuja juzi kwenye ligi tumafunga tu. Kule chani. Mpira timing tu. Kuna kama sema tumesalitiana. Hii leo nalikemea kwa sababu naona linaachwa. Halizungumzwi katika ubora wake. Linaachwa na linazoeleka, sasa linamea katika mpira wa Tanzania kwamba timu hazifungwi isipokuwa zimesalitiana.